Kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanataka kumwona Mungu akiwatetea na kuwapigania kipekee, basi tunayo mengi ya kujifunza pamoja. Mungu ninayeongelea habari zake ni Mungu ambaye hajabadilika. Yeye aliyetenda zama za kale hata sasa bado anaweza kutenda. Ila una sehemu yako, una wajibu wako katika kufanya hayo mambo yote yatokee. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo, na kipekee ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Tunapoongelea habari za Mungu, ni Mungu ambaye habadiliki. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Matendo yake ni yale yale, bado anaweza akafanya sasa yale aliyokuwa akifanya mwanzo. Lakini kuna kitu ambacho kimebadilika kuhusiana na sisi. Neno linasema ya kama hivi, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Ina maana Mungu bado anatenda kazi hata sasa, lakini kuna vitu vya kuzingatia katika kutenda kwake kazi. Anasema kutaka kwenu na kutenda kwenu. Angalia, hajasema kutenda kwanza, ameanza na kutaka. Kutaka kuna ashiria namna tunavyowaza, mchakato wetu wa mawazo. Mimi ninaamini katika moja ya changamoto ambazo kanisa linakutana nazo katika kipindi au zama hizi za sasa ni kwamba kanisa halijajijenga kiufahamu. Kanisa halijajenga mentality sahihi, halina mawazo sahihi kuhusiana na Mungu. Kanisa linajua Mungu anaweza kufanya nini, lakini hawajui wajibu wao ni upi katika kufanya kazi pamoja na Mungu ili kutimiza kusudi kubwa. Ndio maana tunaweza tukasimuliana, tukaelezana kuhusu matendo makubwa ya Mungu, lakini ni wachache ambao wanaweza kuyafanya hayo matendo yawe halisi katika maisha yao. Sehemu kubwa ambapo kanisa limepata changamoto ni katika mindset, ufahamu. Kanisa halijafundishwa ni namna gani wanaweza wakafanya kazi pamoja na Mungu. Ndio maana Wafilipi anatukumbusha, anasema hivi, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Ina maana Mungu ana kusudi la kutenda kazi ndani yetu, lakini kupitia kutaka kwenu, namna tunavyowaza. Ni lazima tuwe na mindset, lazima tuwe na mtazamo, tuwe na fikra ambazo zinamruhusu Mungu kutenda kazi pamoja na sisi. Kabla hujafanya jambo lolote, ni lazima uamini, lazima umuelewe Mungu katika mtazamo sahihi. Watu wengi wanakuja kanisani, wanahudhuria ibada, lakini kiukweli ukiwauliza wanategemea nini kitokee katika hiyo ibada, wengi hawajui. Wanafanya vitu kwa mazoea, wanafanya kwa sababu kila siku wamekuwa wakivifanya. Lakini ukikutana na mtu ambaye ana mindset sahihi, mtu ambaye fikra yake imewekwa katika namna sahihi, mawazo yake ni kwamba ninaenda katika ibada, nitakuwa na muda wa ushirika pamoja na Mungu, na kupitia ushirika huo ninaweza nikapata maarifa ya kutatua 1, 2, 3. Huyo mtu anapofika ibadani, kwa sababu tayari kwenye mindset yake ana mtazamo sahihi, huwezi kumkuta anachezea simu, huwezi kumkuta anacheza tu katika ibada, au huwezi kumkuta amelala katika ibada. Ni mtu mwenye lengo, ni mtu ambaye ameweka mtazamo wake katika jambo, ana kitu anakusudia kupata katikati ya ibada. Kwa hiyo atakuwa makini. Lakini tunaona Wakristo wengi ambao wanakuja ibadani kwa sababu tu ibada inafurahisha. Ni watu ambao hawawezi kutoka kwenye ibada wakiwa wamepokea kitu. Hawana lengo, hawana kusudio. Mindset zao hazijakaa sehemu sahihi. Kwa hiyo neno linatukumbusha siku ya leo, kama unataka umuone Bwana akitenda kazi ndani yako kwa namna kubwa, lazima ujenge fikra sahihi, na fikra sahihi zinajengwa kupitia neno lake. Unaposoma neno la Mungu kila siku, kila mara, linajenga mtazamo wako kuhusu Mungu na kuhusu namna gani unakabiliana na changamoto. Jinsi unavyozidi kusoma neno, ndivyo unavyozidi kuelewa ya kwamba Mungu wako ni mkubwa kuliko changamoto zako, lakini pia unapata ujasiri wa kuweza kukabiliana na changamoto zako. Na jinsi unavyozidi kusikiliza mahubiri yaliyokuwa sahihi, ndivyo unavyozidi kuelewa namna gani unaweza ukalitumia lile neno ulilolisoma, lile neno unafundishwa, na kuliweka katika vitendo vitakavyokupa utatuzi wa changamoto yako. Kwa hiyo shujaa wa Bwana, badilisha kufikiri kwako. Mungu anataka atende mambo makubwa kupitia wewe. Lazima uanze kubadilisha namna unavyowaza. Anza kuwaza kwa usahihi, na utamwona Mungu akihusika kwa usahihi katika maisha yako. Barikiwa.